Ila sasa angalizo lingine kwa uongozi wa Yanga, hakuna kitu kibaya sana kama kuforce kuaminisha mashabiki kitu ambacho hata wewe unakiongea hujakiona. Mfano yule Alikamwe si msemaji yule, kazi yake ni kuzungumzia timu, si ndio? Lakini sio kuidanganya timu. Yani hiyo wanakosea sana wasemaji sana. Alikamwe yule alisemaje? Alisema nimeenda mazoezini, nimeona formation anazofundisha huyo Romain Folz ana mifumo 16, alafu anakwambiaje? Anakwambia yule ni kocha wa mwaka wa mbele, ilibidi aje 2035 kaja saa hizi. Ukishasema hivyo, maana yake mashabiki wote wanaamini tukienda kusikia uwanjani tutakutana na mfumo mmoja mzuri wakaja watu uwanjani wamejaa. Mfumo gani mapema? Yani matatizo yanaonekana mapema. Ikapita mechi mitatu pale, wakaposti Yanga kwenye page yao kama mifumo imekubali. Wananchi join uwanjani, mifumo imekubali. Watu wamekuja uwanjani. Watu wanaenda uwanjani. Bado mifumo pia ni lile. Sio? Ukiwa msemaji unatakiwa upo unaongea huko unaangalia mbele. Sio unaangalia hapa tu kwamba nawafurahisha mashabiki. Leo nataka ugeuza maneno sasa. Naondoa kocha mgeuza. Juzi kafukuzwa mpaka msemaji anaona aibu kupost ile taarifa kwa sababu ashongea mna uongo nyuma. Sahihi kabisa. Kwa inabidi kwenye football ilivyo. Ongea uhalisia. Mfano Yanga leo hata kimchukua labda Mourinho. Hautakiwi kuwapa mashabiki kwamba jamani ngoja Mourinho tutachukua CAF. Aidha kaja Mourinho kweli Yanga na timu isifika na robo CAF kwa sababu soka la Ulaya na Afrika ni vitu viwili tofauti. At the same time uweze jua applications za Mourinho kama kwa maplayer wa Yanga zitaingia vipi. Kwa mtu akija waambie tu mashabiki jamani tumepokea kocha mpya, tumpe ushirikiano ili timu yetu fanye nini? Maneno mengi ya kupamba pamba ili umkomoe mpinzani. Ona saizi kilichowakuta.